Unapoisoma aya ya Mwanzo 1:28 ni sawa na kitu kinachoitwa instruction manual. Instruction manual ni kile kijitabu ambacho kama umenunua TV kinakuja kikiwa na maelekezo ya kuiongoza hiyo TV. Kwa hiyo Mungu amemtengeneza mwanadamu na amempa utashi wa kibinadamu, na anamwambia nimekutengeneza, lakini maelezo ya wewe jinsi ya kunifanyia mimi kazi haya hapa. Na hapo ndipo tunapopata kwa nini mwanadamu ameumbwa. Aliumbwaje? Kwa kusudi gani? Na kwa nia ipi? Mwanadamu aliumbwa ili awe wakili wa Mungu. Aliumbwa vipi? Alifinyangwa kwa udongo, lakini kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Kwa kusudi lipi? Kuwa wakili, kusimamia mali za Bwana. Nia ilikuwa nini? Aishi milele. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu kusudi tuwe mawakili wa Mungu, kusimamia ulimwengu aliouumba. Na ulimwengu huo uko katika 3 phases. Hizo 3 phases, ya kwanza ni anga, mkatawale ndege wa angani. Ya pili ni dunia, ardhi, na cha tatu ni chini ya dunia ambako kunapatikana madini. Niliwahi kutoa mfano, watu pale Geita pale, kabla hawajaja Ashanti Gold Mine, afu baadaye Geita Gold Mine na makampuni mengine ya uchimbaji wa dhahabu, watu walikuwa wanaenda pale na vimoko, wanachimba pale na visururu, wanapata vidhahabu vichache vidogo. Kwa sababu Mungu ameweka uwezo, ametupa baraka, capacity katika akili zetu ya namna ambavyo tunaweza tukapata hizo rasilimali zilizoko katika ulimwengu, ambazo sasa sisi tunaitwa watawala tukashindwa. Wamekuja wazungu na mashine makubwa, madampa, madude makubwa ya kuchimba madini, wanaondoka pale na vitofa vya dhahabu ambavyo miaka nenda miaka rudi tumekaa navyo pale tukashindwa. Kwa naposema kutiisha ardhi, anamaanisha ndio kusudi ambalo Mungu alitumbia. Na ndio maana nataka niwaambie, imetosha kukaa hapa kanisani tukiwa hivi na mwaka kesho tukiwa hivi. Mwaka huu mwambie Mungu, nataka nipige hatua zaidi. Haleluya.